Salvation. Kwingineko, serikali kupitia idara ya mipango maalum ikiongozwa na Waziri Geoffrey Ruku imezuru kaunti ya Tana River kutathmini hali ya ukame. Kulingana na Ruku, idadi kubwa ya wakazi eneo hilo sawia na mifugo katika vijiji vya Asa, Kone, Bombi na maeneo mengine yameathirika pakubwa, huku mabwawa muhimu yakikauka na kusababisha uhaba mkubwa wa maji kwa binadamu na mifugo wao. Baadhi ya wakazi wameelezea jinsi serikali ya kaunti hiyo imewatelekeza na kuwa ni afueni baada ya serikali kuu kutoa msaada wa chakula na maji ambayo yatatumika kwa sasa kabla mikakati ya kudumu huwekwa. Kuanzia huko Turkana kwenda Marsabit kwenda Moyale kufika Garissa, Wajir kwenda huko Pokot kufika Samburu, hiyo yote ni Kenya, kwenda Kwale hapa kwenu. Na rais anatia bidii kila siku kuhakikisha kwamba ndio iko matatizo ya kiangazi, na mambo ya kiangazi jamani ni mambo ya Mungu. Mambo ya kiangazi ni mambo ya Mungu. Lakini hata wakati uko na kiangazi, rais wa taifa anahakikisha kwamba pesa ya kutosha inapatikana ili chakula hii ionekane, inunuliwe na iweze kufika kona zote za kaunti 23 zile ambazo tunahitaji kwa kimombo semi-arid and arid counties. Wananchi wanaishi scattered mbalimbali. Ndio maana hata saa hii chakula hii katika division ya Asa ikasemekana iteremshwe mchele 200, gunia 200 na maharage gunia 200. Ile ingine ya Kone itawekwa kwa store pamoja na sehemu za Bombi huko. Itawekwa kwa store. Nafikiri wale wazee wa Kone wako hapa, wazee wa sehemu za Bombi wako hapa, wao pia watapata mchele gunia 200 na maharagwe pia hivyo hivyo. Hakuna mtu tajiri hapa saizi, hakuna maskini, watu wote hali yao ni mbaya. Ukienda Garseni hali ni hivyo, ukienda Hola hali ni hivyo, ukienda Bura, ukienda Bangal, kila sehemu hali ni hivyo. Kwa hivyo serikali yetu tukufu wajaribu kuangazia upande huu, watupatie chakula usiku na mchana, usiku na mchana. Ni kama hatuna county government Tana River. Maanake kama national government haitatuangalia, basi sisi watu wa sehemu kame ni kumalizika, tunamalizika. Saa hii ukame huu umekuja unamaliza mifugo, na sisi ni watu tunategemea mifugo. Hatujui mifugo tupeleke wapi, maanake mifugo hatuna maji ya kuwapatia.